Ugonjwa wa mpox husababishwa na virusi vya monkeypox, familia moja ya virusi vya ndui, ingawa si vikali sana. Virusi hivi awali vilisababishwa au vilisambazwa kutoka kwa wanyama hadi kwenda kwa mwanadamu, na vilipatikana zaidi katika nchi zilizo katika ukanda wa kitropiki, yaani sehemu zenye misitu ya mvua za kitropiki. Katika maeneo hayo kuna maelfu ya magonjwa na mamia ya vifo kutokana na ugonjwa huu kila mwaka. Na watoto chini ya umri wa miaka 15 ndio waathirika wakuu zaidi. Kuna aina mbili kuu za virusi zinazojulikana kuwepo kwa ugonjwa huu wa mpox. Kuna aina mbili kuu za virusi vinavyosababisha ugonjwa huu wa mpox. Mlipuko wa kimataifa ulikuwa ni ule mlipuko uliotokea mwaka 2022 ambao ulienea kwa karibu nchi 100 duniani ambazo hazikuwahi kukumbwa na virusi vya ugonjwa huo. Aina ya pili ni ile hatari zaidi na ni ya kawaida katika nchi za Afrika ya Kati. Ni sababu ya aina mpya iliyogunduliwa hivi karibuni nchini Kongo. Aina hizi mbili hubeba hatari tofauti za ugonjwa na vifo. Dalili za awali ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, uvimbe, maumivu ya mgongo na misuli kuuma. Mara kadhaa homa, upele unaweza kutokea. Mara nyingi huanza kwenye uso kisha kuenea sehemu mbalimbali za mwili. Mara nyingine huanzia viganja vya mikono na nyayo za miguu. Upele ambao unaweza kuwasha au kuumiza sana hubadilika na kupitia hatua tofauti kabla ya kutengeneza kipele ambacho hutumbuka baadaye na kuwa vidonda vinavyoweza kusababisha makovu. Maambukizi ya kawaida huishia yenyewe na hudumu kati ya siku 14 mpaka siku 21. Kesi mbaya zinaweza kutokea kwa kushuhudia vidonda vikishambulia mwili mzima na hasa mdomoni, machoni na sehemu za siri. Ugonjwa wa mpox huenea kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mtu mwingine kwa kuwa karibu na mtu aliyeambukizwa, ikiwa ni pamoja na kupitia ngono, kugusana ngozi na kuzungumza au kupumuliana karibu na mtu mwingine. Virusi pia vinaweza kupita mwilini kupitia kwenye ngozi iliyo na michubuko, njia ya upumuaji au kupitia macho, pua au mdomo. Inaweza pia kuenea kwa kugusana au kugusa vitu ambavyo vilishikwa au kutumiwa na mwenye virusi kama vile matandiko, nguo na taulo. Pia kugusana kwa karibu na wanyama walioambukizwa kama vile nyani na paka. Wakati wa mlipuko wa kimataifa mwaka 2022, virusi hivi vilienea zaidi kupitia ngono ambazo ilisababisha maafa kwa wagonjwa. Wakati wa mlipuko wa kimataifa uliotokea mwaka 2022, virusi hivi vya mpox vilienea zaidi kupitia mawasiliano ya ngono. Je, matibabu yake yakoje? Kwa mujibu wa wataalamu wanasema, tiba iliyowahi kutibu ugonjwa wa ndui inaweza pia kuwa muhimu katika kutibu mpox. Lakini kuna utafiti mdogo kuhusiana na jinsi inavyoweza kufaa. Milipuko ya mpox inaweza kudhibitiwa kwa kuzuia maambukizi, yaani kutokugusana, kufuata kanuni zote za afya, na pia chanjo inaweza ikawa ndio mwarobaini wa matibabu yake. Chukua tahadhari hasa katika vyombo vya usafiri hapa nchini, maeneo ya mikusanyiko, na hakikisha unanawa mikono kila utokapo katika mizunguko yako ya kila siku na urudipo nyumbani.
Mpox inazuilika kwa kufuata kanuni za afya. Naitwa Belinda Simtandi, msimulizi wako wa makala hii ya afya.